na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Wanasemina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Kwa wale tuliokuwepo siku ya jana tulibarikiwa na semina, si ndio jamani? Naamini hata leo tutapata uzidisho wa baraka za Bwana, si ndio? Basi mimi ni mwalimu wa somo la kwanza au kitabu cha kwanza namba 1, ila itakuwa ni somo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujenga nyumba za Kikristo ila upande wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa na somo la kwanza lilikuwa linasema mwanzo na uendelezaji wa familia. Leo tuko somo namba 2, misingi muhimu katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukurasa namba 13. Ukurasa namba 13. Sote tumefika hapo. Ukurasa namba 13, sura ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona somo letu nasema misingi muhimu katika ndoa. Misingi muhimu. Pengine ni ipi misingi ambayo ni muhimu katika ndoa zetu? Kwa hiyo pengine nianze na utangulizi, neno msingi. Pengine jana au siku zote tunafahamu msingi, lakini tunaamini kabisa nyumba isiyokuwa na msingi imara pia haiwezi kuwa imara, si ndio jamani? Kwa msingi unaweza nikawa uliochimbwa kwenda ardhini na ukajengwa kutoka ardhini kuja juu. Kwa mfano rahisi tu, kanisa letu lina msingi, si ndio jamani? Tunaamini ulichimbwa kutoka chini kuja juu. Sasa misingi iko mingi, aina nyingi za misingi, lakini hapa tunazungumzia msingi muhimu. Pengine kuna msingi wa tofali. Pia tofali ziko za aina nyingi, kuna tofali ngumu na tofali nyepesi. Kwa mfano ukichimba msingi na ukajenga msingi kwa tofali za udongo na ukategemea kuweka jengo au kuinua boma za tofali za simenti, kwa maana boma na msingi havina uwiano, si ndio jamani? Kwa hiyo msingi lazima utabomoka, kwa maana si imara, si ndio? Lakini kwa mfano kama jengo hili tulilomo humu ndani hapa kanisani, msingi wake umejengwa kwa mawe, kwa hiyo tunaamini ni msingi imara, si ndio? Pengine neno msingi linaweza kuwa likatumika kwa vitu au jambo la awali ambalo ni muhimu kuliko yote au chanzo cha lingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika ujenzi lazima tuanze na chanzo, tuwe na msingi, tuandae msingi wetu vizuri, msingi imara, pia utabeba jengo imara, si ndio jamani? Ingawa pengine kwa mazingira yetu kuna nyumba nyingine zinajengwa bila msingi, nyumba za miti. Itaanza kuwekwa kwanza miti zinaanza paa kabla ya kuta. Pale kikamilika tunakuja tunakandika tunamaliza, lakini jengo ambalo halina msingi. Lakini pia ukifuatilia majengo haya huwa yadumu kwa muda mrefu. Utaona ile miti ikianza kuliwa na wadudu au mchwa, hatimaye utaona mmomonyoko unatokea kwenye kuta, si ndio? Hatimaye lisipokarabatiwa mapema jengo litaanguka, kwa maana halikuwa katika maandalizi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia msingi ni mwanzo wa chimbuko au kiini cha kitu. Tunaanzia sasa kwa familia, mtu, familia, kanisa au mfumo wa maisha ulioanzishwa ili uwe na mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tutazungumzia neno msingi. Neno msingi. Kwa msingi jamani ni muhimu. Kila kitu kikikosa msingi hakiwezi kuendelea vizuri. Hata kwenye familia zetu, ukikosekana msingi wa familia,
naamini familia sijui itajiongoza, itajiendesha, itakuwa kama zigizaga, si ndio? Haina mwelekeo, haina msimamizi mkuu, haina yani, kila mtu ni msimamizi. Mtoto ni msimamizi wa wazazi, kidogo itakuwa changamoto. Kwa hiyo lazima iwepo misingi muhimu katika familia husika, lakini hapa tunazungumzia misingi ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tuangalie ndoa, tumeangalia misingi, ila umuhimu pia tumeona kwa sehemu, pia tunaona neno ndoa. Tunafahamu wote kwa maana neno ndoa au ndoa tumezisikia, tunaishi, pengine wengine walikuwa kwenye ndoa sasa wametoka, na sidhani kama kuna mtu asiyejua maana ya ndoa, si ndio? Tunajikumbusha tena, na jana tumesikia pia kwa vipindi vyote, ndoa ni muunganiko kati ya watu wawili. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili. Ni watu gani hao? Lazima kuwe na jinsia mbili pia tofauti, si ndio? Jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Wanapoungana na kukubaliana kuishi pamoja, katika utaratibu ulio mzuri uliokubaliwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Kama tulivyoona jana, si tu watu wamepatana bila ridhaa ya wazazi kwamba hawa na ndoa. Hapana, pengine tunaita zile ndoa sogea tukae, si ndio? Sogea tukae ndio itasikia watu wametoroshana, mtu wameparamiana huko na wameishi pamoja, lakini bado haijaitwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Vile wanaishi katika hali ambayo ni kinyume na ndoa. Ndoa tunasema ni muunganiko kati au baina ya watu wawili, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, waliokubaliana kuishi pamoja kwa maisha yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine tunaweza kuona pia kwenye vifungu ambavyo kiko hapo, tunaweza kuona Mathayo sura ya 19 na mstari wa 6. Mathayo mtakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 19 na mstari wa 6. Tunaona inasema, basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asifanyeje? Asiwatenganishe. Kwa hiyo muunganiko huu au umoja huo au makubaliano hayo ni muhimu sana mbele za Mungu na pia mbele za nani? Za wanadamu, kwa maana nipata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika muunganiko huo basi watu wanapoungana hivyo, basi inaitwa nini? Ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni awe na ndoa. Ndio kusudi la nani? La Mungu, na kuishi katika ndoa hiyo kwa amani, umoja, upendo, mshikamano, ushirikiano. Yaani kuna mambo mengi ambayo Mungu anataka yatokee kwetu ndani ya nini? Ya ndoa. Ndipo utakapoona kuifurahia nini? Ndoa. Kuna watu wanaishi kwenye ndoa lakini hawana furaha, hawana amani. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona pia hiyo Mwanzo 2:24 ni kifungu kilichozoeleka sana. Tumeona pia jana, lakini leo tunataka tuangalie zaidi msingi muhimu katika nini? Ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukasoma aya ya pili hapo, inasema, kutokana na maandiko haya matakatifu twaweza kuamua yafuatayo: ndoa ni muungano unaowaunganisha watu wawili kuwa mmoja. Mungu huwaunganisha ili waishi pamoja hadi kifo. Bwana Yesu asifiwe. Hadi kifo. Pasipo kifo hakuna kuvunja muungano huu au muunganiko huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kuona namna ambavyo tunapoingia kwenye ndoa, jamani, huu muungano ni wa kudumu, si wa muda, si wa kipindi fulani. Hapana, tunasema ni muungano wa kudumu hadi pale kifo baina yetu, ikiwa ni mume au mke, kifo kitakapomfikia,
basi huyu mwanamke au huyu mume aliyebaki basi ataweza kuoa mke au kuolewa na mume mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona haya ni muhimu jamani. Kudumu katika ndoa ni muhimu. Tusifuatishe namna ya dunia, si ndio? Kwa maana huko duniani tunaona watu wanaachana kila kukicha, kila siku. Watu wanaacha na kuoa tena, watu wanaachika na kuolewa tena. Pengine kwao wametengeneza kwamba ni msingi. Huo sio msingi muhimu. Pengine ni masingizio tu, lakini pengine ni ukaidi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msingi mwingine tunaweza kuona ni neno upendo. Upendo wa dhati. Upendo wa dhati. Kuna upendo na upendo wa dhati. Upendo wa dhati kwa mwanandoa mwenyewe ni muhimu. Upendo jamani, ukikosekana upendo hutaifurahia ndoa, si ndio? Kwa msingi wa kwanza ni upendo, kupendana kama ambavyo Kristo anatutaka. Upendo. Kwa mfano, wanaume tumeambiwa tuwapende wake zetu. Tusipowapenda ni kama tumemkataa Kristo, si ndio jamani? Tumeamriwa, yaani jukumu lingine la mwanaume ni kumpenda mke wake, kumpenda. Na pengine sasa hapa kwenye kupenda kumekuwa na ingizo kidogo, kuna kupenda na kutamani. Kupenda na kutamani ni tofauti. Kupenda unapenda kwa moyo wako wote, lakini kutamani ni kwa sababu ya tamaa tu. Ukipata ulichokihitaji basi ndio utaona unaweza kumwacha, ukaona hafai, sasa mwingine anafaa, unamwona mwingine ni bora zaidi. Kinachomsukuma ni nini? Tamaa ya mwili na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona katika upendo wa dhati kwa wanandoa, kuna mambo fulani yanatokea. Unatoa matunda. Kwa mfano, matunda ya kwanza ni heshima kwa kila mmoja wetu, kumstai mwingine, kumvumilia, kumwona yeye ni bora na kuwa mnyenyekevu pia. Eti jamani, unaweza kuwa mnyenyekevu bila kuwa na upendo? Unaweza kunyenyekea pasipokuwa na upendo? Unaweza kuomba msamaha pasipokuwa na upendo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona upendo ni muhimu zaidi. Upendo na upendo kwa familia. Kwa upendo unaakisi vitu vingi na pia unatuwakilisha vile ambavyo Mungu anaishi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo ni muhimu sana. Na upendo hauhusudu mabaya, yale madhaifu jamani, si tunafahamu madhaifu, kasoro, dosari zile yanafunikwa yote na upendo. Kwa hiyo upendo ni muhimu sana. Tuangalie kipengele kingine katika misingi muhimu katika ndoa, uaminifu. Uaminifu wa wanandoa, uaminifu. Na tumeona uaminifu kwa nyakati hizi umepungua sana kwa wanandoa. Wanandoa wengi wamekuwa si waaminifu. Pengine ni mwaminifu kwa kutamka, kusema mimi ni mwaminifu, mke wangu ananiamini, mume wangu ananiamini, lakini si kweli. Kwa hiyo uaminifu jamani, kwa kila mwanandoa tunaona anapaswa kujitahidi kuwa mwaminifu mbele ya mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Na uaminifu huu ujengeke ndani na nje, si ndio jamani? Kuna mwingine anasema mimi nikiwa nyumbani tu pale ametengeneza ufalme wake pale, mimi ni mwaminifu, ila akitoka tu mazingira ya nyumbani
yuko nje ya ndoa yake kidogo tu, anakuwa si mwaminifu, na tumeona hii ikiwasumbua wengi. Tumesikia wengi wakifumaniwa, wengi wakichukiwa kwa kuwa na mahusiano na watu wengine, na imepelekea mpaka watu kupata vifo, si ndio jamani? Watu wameuawa kwa sababu tu ya kutokuwa uaminifu. Na pengine serikali inasema mtu akiuawa katika mazingira hayo, wanasema ameuawa kwa wivu wa nini? Kwa wivu wa mapenzi. Kwa tunaona jamani, ni hatari kubwa kukosa uaminifu katika ndoa zetu. Hii ni muhimu sana katika ndoa, tuwe waaminifu wapendwa, si ndio? Jambo lingine ni kushauriana na kusaidiana kama wanandoa. Tumeona hii hata jana, mume ameumbiwa msaidizi, si ndio jamani, ambaye ni huyo mke. Kusaidiana, hii kusaidiana katika mambo mbalimbali. Wengi wetu tumezoea kusaidiana katika hali nzuri, lakini si katika hali ngumu. Hali nzuri ni rahisi, lakini kwa wachache sana. Tumeona kusaidiana shughuli za nyumbani, kusaidiana kuhusu maandalio ya watoto, kusaidiana kuhusu kuangalia malezi, kusaidiana kuleta nidhamu pale nyumbani kwa watoto. Pengine hili jukumu limeachiwa mzazi mmoja peke yake, lakini watu hawawezi kushauriana. Hata kuadhibu watoto pale nyumbani, tumeona pengine labda ni swala la baba peke yake, kwamba mama anaweza akasema subiri baba yako aje, akija nitamwambia. Lakini ili hali yeye ana nafasi ya kukemea, ya kuonya na kutoa adhabu, si ndio? Pengine tunasubiri muda mrefu hadi baba arudi, pengine baba anarudi usiku. Je, sasa baba amerudi usiku ndo ameambiwa sasa madhaifu ya mtoto pale nyumbani, na pengine wakati baba anarudi watoto wamekwisha lala, eti atafunua kwenye shuka sasa anze usiku, eti itakaa sawa hii? Hapana. Kwa hiyo pengine tunasaidiana katika mambo mbalimbali, kusaidiana pengine hata katika mambo ya kutunza vipato vyetu, na imekuwa changu changu, chako chetu, si ndio jamani? Na hii imeathiri sana familia nyingi. Nimeeleweka jamani? Changu changu, chako chetu, si ndio? Kwa nini iko hivi? Kwa maana kila mmoja wetu ana ubinafsi. Mapato ya mwanaume yanamhusu yeye, mwanamke hapaswi kujua. Mapato ya mwanamke pia yanamhusu yeye, mwanaume hapaswi kujua. Na akitaka kujua hili pato limetokana na nini, jamani, ni kama unataka kuzua ugomvi. Unasikia, kwa nini unanifuatilia? Kila kitu changu ujue. Sasa kama tuko pamoja na tu mwili mmoja, kwa nini tusishirikishane? Si ndio? Au kuna vitu vingine vinanunuliwa pasipo kujua na pengine unashangaa, mbona hatakuwa na pesa ya kununua hiki vipi? Ukiuliza usifuatie mambo ya wanawake. Jamani, kweli. Kwa hiyo lazima tusaidiane hata katika matumizi ya vipato vyetu, hata maingizo ya vipato vyetu, na hata matumizi pia tushirikishane. Bwana Yesu asifiwe. Pengine labda hapa nitolee mfano kidogo kuhusu kushirikishana. Ilikuwa ni zamani kidogo, mwaka 2011-12, nilikuwa niko Mwanza. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa ni dalali wa kuuza dagaa Mwaloni. Pale Mwanza kuna soko ambalo
wafanyabiashara wadogo wadogo wanakwenda kuuza pale. Wale wafanyabiashara wakubwa sasa, kwa mfano watu wanatoka Kongo, Zambia, Kenya na sehemu zingine, wao wanakwenda kununulia dagaa pale. Sasa huyu rafiki yangu alikuwa ni dalali. Dalali tunawafahamu jamani, si ndio? Sasa huyu dalali bana, kama tunavyofahamu tabia za madalali si uaminifu sana, si ndio? Kwa sehemu anakuwa mwaminifu, kwa sehemu anakuwa si mwaminifu. Kwa kuna wakati anapewa pesa na wateja wale matajiri, ananunua mzigo vizuri, lakini kuna wengine anafanya tofauti. Sasa ikafikia hatua wengine wakagundua, pengine anawaongezea bei na pengine anawaambia labda ni kilo kadhaa, kumbe hazifiki. Sasa ikafikia hatua pale kwenye soko kuna umoja wa madalali, wakamshtaki pale, wakaona sasa amekosa sifa za kuwa dalali katika eneo lile, kwa maana amekuwa si mwaminifu, wakamfukuza. Sasa wakati amefukuzwa, huyu rafiki yangu yeye alikuwa amekopa pikipiki, maana alikuwa akijua atakuwa akipata mapato kwenye kazi yake, anarejesha taratibu, hatimaye atamaliza deni. Kwa kilichotokea pale, kafukuzwa, pikipiki bado anayo, anamiliki. Sasa kuna siku yuko katika mizunguko yake, akapata ajali, akavunjika mguu wa kulia. Kumbuke kwenye kazi kule kasimamishwa, yani kafukuzwa, si kasimamishwa, kafukuzwa. Na mke wake anafanya vibarua vidogo vidogo kwa muhindi pale mjini. Sasa kapata ajali, ndio hivyo, mama anamhudumia, na bado wenye pikipiki wanahitaji marejesho. Alikuwa na kiakiba kidogo, kwa hiyo alikuwa anatoa, anafanya marejesho, hatimaye yale marejesho ile akiba yake ikaisha. Ilipoisha bado marejesho yanadaiwa, na huyu baba hana kazi yoyote nyingine. Basi akamwambia mke wake, mama, nisaidie tupunguze au tufanye marejesho, kwa maana mimi sasa sina kitu. Mama akajibu, bana, mimi sina pesa. Akambembeleza, jamani, naomba tufanye marejesho, naomba unisaidie, na kuomba unisaidie. Lakini mama alikataa, akasema sina pesa. Sasa baba akamwambia, basi jaribu kutafuta hata kazini kwako huko au kwa marafiki zako, pengine tutaangalia namna ya kurudisha. Akasema, rafiki zangu na huko kazini hakuna pesa. Baba yule akamsii tena mke wake, alikuwa anaitwa Mama Mgisha. Mama Mgisha, nisaidie tupate marejesho, kwa maana wale watu ni wakali. Yaani siku ya marejesho si ya kuruka, si ya kusema kwamba sina, si ya kusema kwamba nitaleta kesho. Hapana, kwa maana usipolipa wanaongeza riba, ilikuwa ni kama 15% ya vile ambavyo utakiwa ulipe mwanzo. Kwa hiyo yani umekosa na bado tena mzigo mkubwa unafanyaje? Unaongezeka. Kama umekosa rejesho la mwezi, je, utapata tena rejesho lingine tena jamani? Na pengine ukifikisha mara 2 wanachukua pikipiki na unakuwa umepoteza kila kitu, kwa maana hawarudishi pesa waliokwisha chukua. Kwa hiyo ni mikataba migumu. Kwa hiyo nifupishe kidogo, ni kwamba yule mama alipokwenda kazini kesho yake ile asubuhi, yule baba alibaki mle ndani anafukunyua, yani anahamishamisha vitu akitafuta pesa. Yeye anaamini kabisa mke wake ana pesa, ingawa hajui ni kiasi gani. Katika ile kuhangaika kutoa vitu, akakutana na 1,000,000. Jamani, yule baba alibeba yote kama ilivyo, akaenda kumaliza deni, na pale alimaliza deni lote, na akarudi nyumbani akakaa akisubiria mke wake. Sasa ile jioni imefika, jioni mama anarejea nyumbani. Jamani, wamama wana machare jamani. Wakati mama anarejea nyumbani, hajafika hata nyumbani, ni kama moyo wake ulilipuka, kawa na wasiwasi kuhusu fedha zake. Alipofika nyumbani tu, alipitiliza mpaka chumbani kwenda kuangalia alipokuwa ameweka nini, fedha zake. Alipofika tu chumbani, kwanza akakuta tu mazingira ya chumba sivyo alivyoyaacha, si ndio jamani? Imefukuliwa, imetapanywa na nini. Alipofika eneo alipokuwa ameweka fedha zake,
akakuta fedha hazipo zote, si kidogo, zote. Akarudi sebuleni kumuuliza mume wake, nipe hela zangu. Mume alimjibu jibu moja tu, alisema wewe huna pesa, nilizozikuta ndani ni za kwangu. Alirejea majibu yake kwamba sina pesa, hasa zilizopo ni za nani? Ilibidi achukue zote, hazina mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia amekwenda kulipa deni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunaona namna gani ambavyo hatusaidizani, si ndio jamani? Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwa hiyo bwana, kuna mambo mengine yaliendelea, na yule mama pia itokea akawa amejenga nyumba si mbali na pale wanapoishi, mume akiwa ajui. Jamani, ni habari ndefu kidogo, nifupishe sana, nimalizie tu kwa kusema kwamba ikatokea siku moja yule mama hakuwepo nyumbani. Mafundi wamekuja kudai pesa na wakamkuta yule baba. Ukumbuke yule baba amevunjika mguu, ni mtu wa kushinda ndani. Sasa akawaona, vipi? Mama tunamtaka mama. Shida? Shida yetu tunamtaka mama. Hii shida ya mama peke yake bila mimi ni ipi? Kuna jambo gani? Kuna ubaya wote? Hapana. Sasa walisubiri kwa muda mrefu, wakimpigia simu anasema nakuja. Kumbe kuchelewa kwake ikawa fursa kwa mwanaume. Kwa mwanaume akajaribu kuwadadisi, si ndio? Na mafundi tunajua, unapotoka kazini unakuwa na simenti kidogo, hata kama umejisafisha lakini utakati sana, si ndio jamani? Baadaye akaona, vipi, mbona na vifaa vya kazi? Akasema tumekuja kudai pesa kwa maana ile kazi aliyotupatia tumemaliza. Kwa hiyo kazi gani? Ile nyumba yenu. Mafundi wanasema ile nyumba yenu. Sasa mafundi wanajua mama kapewa jukumu la kusimamia, si ndio? Kwa na wao wakaropoka tu waziwazi, wakiwa hawajui kinachoendelea ndani ya hii familia. Kwa hiyo yule baba akajua kuanzia hapo kwamba mke wake ana nyumba, na akawadadisi mafundi, wapi? Mahali fulani. Na wao wakamshangaa, hajui. Fundi anamshangaa baba mwenye nyumba, baba wa familia, hajui kama mke wake anajenga. Mke alipokuja, maelewano kidogo yakawa magumu. Mume anataka kujua hiyo nyumba, pata uhalali wa hiyo nyumba. Kwa nini mke ajenge na mume hajui? Alipata wapi pesa? Kwa nini hajamshirikisha na atambui jambo lolote? Mwanaume kulingana alivyowauliza wale mafundi, akawa ameelekezwa na mazingira. Kesho yake alijikokota akaenda kwenye yale mazingira na akaiona ile nyumba, na wale mafundi walikuwa wamemaliza kupiga plaster, yani lipu hizi ndani. Nje ilikuwa haijapigwa, wamepiga ndani tu, ila haijawekewa sakafu. Mwanaume alisema, sasa ninahamia kwenye ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mke alijenga ili iwe mali yake, si ndio? Lakini mume sasa akasema, mimi nahamia kwenye ile nyumba. Mwanamke anashangaa, mume alileta watu wakasoma vitu kule. Sasa je, ni jukumu la mke sasa amfuate kule au yeye abaki huko? Kwa kidogo jamani, inaleta shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii pia inaambatana na kuto kushauriana. Hata katika kushauriana jamani, lazima tushauriane, tusaidizane. Si kwamba ushauri wangu mimi peke yangu tu unafaa kuliko wa mwenzangu, kwamba huyu hajui lolote, huyu kwanza hajui kutafuta hela, mimi ndo natafuta hela. Sawa, yeye hajatafuta, lakini anaweza kuwa na ushauri mzuri na wenye manufaa kuliko ambavyo mimi nafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusaidiana na kushauriana jamani ni bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mwanandoa anapaswa kukubali ushauri wa mwenzake ili kuwa na maamuzi ya pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kufikia maamuzi ya pamoja, ikiwa ni katika maendeleo ya familia, ikiwa ni katika mahusiano ya familia, ikiwa ni katika malezi ya familia, yani kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Msingi mwingine ni kuvumiliana na kuchukuliana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu amvumilie mwenzie, ile unamvumilia katika upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kuvumilia, kuna makwazo, kuna machukizo,
kuna dosari zinatokea. Pengine mimi naona dosari kwa mke wangu, pengine vile ninavyoacha maelekezo pale nyumbani, na pengine vile anavyoitikia yale maelekezo, si ndio? Mimi naporudi nakuta hajafanya kwa kiwango ambacho mimi ningeridhika. Sasa nashindwa kuvumilia ile hali. Utaona kuna mwingine anatoa matusi, anatukana, na mwingine sasa anamtukana yeye na mpaka anatukana na wazazi wake. Kwa kuna watu jamani, katika eneo hili wameshindwa kuvumilia, wameshindwa kuwa wavumilivu, na pengine wanafikiri labda wao tu wamekamilika zaidi kuliko mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uvumilivu ni mzuri, na kuna watu wengine imepelekea kutengana, kuachana kwa sababu ya kutokuvumiliana. Kama nilivyosema, kuna mambo mengine wanasaidiana katika mambo ya raha, lakini katika hali ngumu hapana. Kuvumiliana pia hivyo. Pengine wenzi wetu au baina ya mume au mke ameugua kwa muda mrefu, tunaona mwingine anasema sasa mimi siwezi kukaa na mgonjwa wa hivi miaka yote, anashindwa kumvumilia, anamwacha. Lakini ili hali wanaoana wao tunasemaje jamani? Tutavumiliana katika lakini wengi tutavumiliana kwenye raha. Kwenye shida tunakimbia kwenye shida, aidha magonjwa na hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni baadhi tu ya wanawake, baadhi, si wote. Mwanaume uchumi wake ukizorota, ukiporomoka, kaisha kabisa, kwamba mwanaume gani wewe una hela, anamwacha huyo mume, anaenda kutafuta mume mwenye hela. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tujue hizi hali zipo, ni nyakati tu tunapitia, ni vipindi vipo katika mwendelezo wa ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuchukuliana ni kuchukuliana katika madhaifu, kama nilivyosema, kasoro. Pengine hata mimi pia na udhaifu wangu, lakini mke wangu ananichukulia na anaona ni bora na ninajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapochukuliana tunaongeza umakini katika ndoa zetu, na pia tunapochukuliana hata katika uwajibikaji, jamani, inaongeza furaha katika ndoa zetu. Kuvumiliana, kuchukuliana, wanandoa wanapaswa kuvumiliana na kuchukuliana. Si kila jambo litakubalika kwa mwenzio. Kuna mengine mnaweza kurekebisha na mengine mtashindwa kabisa. Si mambo yote tunaweza tukarekebisha kwa wakati mmoja, si ndio jamani? Mengine itabidi tu yanahitaji uvumilivu ili yaweze kwenda. Nikivumilia tu ili itaisha. Si kila kitu niinuke, niwe mkali, nitukane. Ndio wanakwenda mbali zaidi, wanapiga hadi wanaong'oa meno wake zao, toa ngeo. Sasa unamharibu sura, alafu awe wa nani tena eti? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapomtengenezea kasoro na ujue hizo kasoro unabaki nazo wewe mwenyewe, si ndio jamani? Ni kama umejitengenezea kasoro mwenyewe. Unampiga mguu, baadaye anaanza kwenda upande, unamletea maumivu ya muda mrefu, na bado wewe mwenyewe tena utaingia kugharimia matibabu. Yaani ni kama unapiga mfuko wako, si ndio jamani? Kwa maana bado utamgharimikia katika nini? Matibabu. Tuvumiliane na tuchukuliane. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu wa kweli uchukue nafasi yake, ndoa zetu zitadumu na zitakuwa na uvumilivu tu. Na ndoa inayodumu ni ile yenye uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia kuna wanandoa na wanashuhudia kwamba sisi ndoa yetu na miaka 30, sisi na miaka 10, sisi na miaka 50. Jamani, umo katikati umefanyaje? Wamevumilia, wamevumiliana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hii ni misingi muhimu katika nini? Ndoa. Ndoa yoyote inahitaji uvumilivu. Kuna kukoseana, kuna kusaidiana, kuna kukosekana kwa uaminifu. Kuna mwingine uaminifu unapungua.
kama tulivyoona jana, kuna mawasiliano pengine pale. Jamani, nafikiri tusielewe kwamba mawasiliano ni kuwasiliana tu. Kwa nini? Kwa simu, si ndio jamani? Wamesema bana, mimi na mke wangu tuwasiliane. Sasa baada pengine kuongea ana kwa ana, wewe unafanyaje? Unatumia simu. Pengine mawasiliano mazuri ni ya kukaa pamoja. Unaweza kusema nini? Faragha, si ndio jamani? Tunazungumza, ndipo pale utakapojua nina madhaifu yangu ni yapi, nitaambiwa, si ndio? Wapi nilikosea, wapi na tabia ambayo mwenzangu haipendi, nitaambiwa wakati huo, si ndio jamani? Lakini ukikosa faragha ni kwamba utajichukulia kila siku wewe uko sawa. Pengine anakosa muda wa kueleza yale asiyoyapenda, yale ambayo hayamfurahishi, yale ambayo hayamvutii. Jamani, hata kama tuna miaka 40 kwenye ndoa zetu, tuwe na hicho kipindi, si ndio? Pengine itategemea sana mazingira yako. Je, nyumbani unaona kama mazingira hayafai, tukitoka tukaenda sehemu fulani tukaongea kwa kina. Yaani hapo ni kuongea kwa nini? Kwa kina, si kwa kupapasa papasa juu juu. Na pengine unapoambiwa tabia ambazo hazimfurahishi mwenzi wako, basi ukubali, pengine usijutie, si ndio jamani? Pia uombe na nini? Na msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Msingi mwingine ni kuomba nini? Msamaha. Msamaha ukikosekana kwenye ndoa, neno msamaha likikosekana kwa wanandoa, jamani, nikana kwamba sasa hizi ndoa zinaishi kwa vita, si ndio jamani? Msamaha ni muhimu sana. Na hapa pia kuna dhana nyingine tofauti. Kuna mwingine anasema akiomba msamaha ni kama vile amedhalilika, kama vile hana thamani. Hapana. Nasikia mwingine kimwombe msamaha ili urekebishe ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati tutaingia kwenye migogoro, changamoto zinakuwa nyingi au zinaongezeka uzito, ni kwa sababu tu kipengele cha kuomba msamaha tumeona si muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoomba msamaha na mwenzio akapokea msamaha akaridhia, najua lile tunalifuta, tunaanza upya, si ndio jamani? Si kwamba ile nasamee ila bado nabaki nimetunza kumbukumbu. Nimemsamea mwezi uliopita, sawa. Nikimsamea mwezi huu pia namwambia, lakini kumbuka na mwezi jana pia nimekusamea. Huu ni msamaha kweli jamani? Huu ni msamaha wa kweli jamani? Huu si msamaha, bali ni unafiki tu. Unatunza machungu, unatunza makosa na dosari na kasoro mbalimbali. Msamaha ni kuachilia, ni kusahau yale yote yaliyotendeka na kuanza upya. Bwana Yesu asifiwe. Wanandoa tukisameheana, tukiwa na neno msamaha, mimi nikimwomba mke wangu msamaha na mke wangu akaitikia, mume wangu nimekusamehe, jamani, tunajenga ndoa bora. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama ambavyo ukiangalia hapo mwanzo wa kitabu chako tunasema kujenga familia au kujenga nyumba za nini? Za Kikristo. Nyumba za Kikristo jamani, zinajengwa kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni misingi ambayo kila familia, kila mwanandoa lazima tuiishi, tuwe nayo mioyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye neno msamaha jamani, pia nikazie tu hapo kwamba jamani, msamaha kwetu ni muhimu sana, kama vile Kristo alivyotusamehe sisi. Ndio jamani, tunajua vyetu vilivyokuwa wakosaji, tunajua vyetu vilivyokuwa wenye dhambi jamani, si ndio? Lakini Kristo alitusamehe bure kwa kujitoa mwenyewe, alibeba gharama. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria mateso, michubuko, maumivu aliyoyapata kwa ajili yetu, alafu sisi tunashindwa kuachilia, tunashindwa kusamehe. Aone kama sisi ni wakaidi sana eti? Aone sisi ni pengine ni wabaya kuliko hata wanyama ha? Kwa nini hatusameheani? Kwa nini hatuachilii? Kwa nini hatuzungumzi?
Na mambo mazuri jamani yanajengwa kwa mazungumzo, si ndio? Tunapokosana lazima turudi chini, tukae pamoja, tuone. Na migogoro mikubwa fuatilia, migogoro mikubwa dosari zake ni ndogo. Fuatilia migogoro mikubwa ambayo watu wameshindwa kuelewana, watu wameshindwa kusameheana, vyanzo vyake ni vidogo vidogo. Utasikia tu mwingine, mimi aniheshimu, nikitoa maelekezo haya aitikii, na kasoro kadha wa kadha. Ni ndogo ndogo ambazo zingemalizwa kwa kushauriana, kwa kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokataa mazungumzo tunaelekea kwenye hatari. Unapokataa kusamehe unaelekea kwenye nini? Kwenye hatari. Ukumbuke hatari inaanzia wapi? Inaanzia hapo hapo kwako. Ni mume na mke hawashauriani, hawazungumzi, hawasameheani. Tuna watoto nyumbani, wanaona vile wazazi wanaishi, si ndio jamani? Wanaishi kama magaidi, si ndio? Kwenye ndoa wanaishi kama nini? Magaidi, au tuseme majambazi wa ndoa. Na watoto wanakuwa, wataiga nini? Watafuata nini jamani? Tabia walioiona kwa wazazi wao. Na pengine watasema labda ndio maisha, baba alikuwa hivi, jana yeye atakuwa hivyo kama alivyokuwa baba yake. Mama naye, binti ataiga tabia za mama vile vile, kwa maana anajua mama alikuwa yuko hivi na alikuwa anafanya hivi. Na kuna dhana nyingine imejengeka kwa wanaume kwamba akisamee ni kama amekuwa laini sana, si ndio jamani? Kwamba mwanaume ni mwenye msimamo, yakisema badiliki, yuko hivyo hivyo. Umesimika kweli kweli. Misimamo mingine jamani ni ya kishamba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaita misimamo mingine ya kishamba kwenye ndoa. Ndoa sio uwanja wa vita, si ndio jamani? Ni uwanja wa kupata furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ni uwanja wa kupata amani, ni uwanja wa kupata burudiko la moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni sehemu ya kwenda kutuliza akili, si ndio jamani? Na umetoka huko na mihangaiko yako, umeparangana, unakwenda kutuliza akili kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa si uwanja wa mapambano, na wengi tumeishi hivyo kama uwanja wa vita. Jamani, tunaishi kinyume kabisa na matarajio ya ndoa. Mungu anapenda kuona amani, upendo na furaha vinapatikana wapi? Kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumeona hii msingi muhimu katika ndoa. Twende katika ukurasa namba 14 kuhusu talaka. Kuhusu talaka. Tumeona hii misingi ya mwanzo, tukiwa nayo, tukiishi kwenye ndoa, tunaamini hakutakuwepo talaka. Bwana Yesu asifiwe. Hii misingi muhimu ya ndoa tuliyoitizama leo, tukiishi hatutakuwa na talaka. Bwana Yesu asifiwe. Talaka ni jitihada za mwanadamu kuhalalisha kitu ambacho kulingana na neno la Mungu haistahili kuwepo. Yaani ni kama tunaleta kitu ambacho Mungu hakuwa na mpango nacho. Sisi kama tukihalalishe, tuone kama sasa Mungu alikosea, kama vile Mungu hajali mawazo yetu. Hapana. Huu ni mpango mbaya wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama anaharibu mpango wa nani? Wa Mungu. Yaani mpango wa mwanadamu ni kuharibu mpango wa Mungu. Jana tumeona tangu mwanzo haikuwa hivyo, ilikuwa hivyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa talaka jamani, tangu mwanzo kama tulivyosoma jana kwenye Injili hiyo ya Yohana ya Mathayo sura hiyo ya 19, ilieleza wazi kwamba tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo Mungu jamani anachukia kuachana. Mungu anachukia talaka.
Pengine kuna watu wameachana kwa maneno, kwa magomvi, hawakwenda mahakamani kupewa hati ya talaka, lakini Mungu anachukia. Mungu anataka tuendelee kuwa katika umoja, anataka tuendelee kuwa katika na kuishi katika muunganiko ambao anapendezwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anachukia talaka. Kama kuna mtu ndani ya semina hii mawazo yake yeye kwenye ndoa anawazaga talaka tu, huyu mwanamke, huyu mwanamume, huyu mi bora niachike, mi bora huyu ni muache, jua kwamba unafanya machukizo mbele ya Mungu. Mawazo hayo ondoa, bali weka mawazo kwamba ninaimarisha ndoa yangu, ninajenga upya ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mawazo hasi ondoa kabisa, kwa maana ni machukizo mbele za Mungu. Kuna sababu mbalimbali za watu kudai talaka, lakini tunaona sababu hizo hazina neema yoyote kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni matakwa ya mwanadamu, na andaye kwenda kuvunja hiyo ndoa ni mwanadamu yule yule ambaye amekatazwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu amesema alichokiunganisha Mungu mwanadamu sifanyeje? Asikitenganishe, ikiwa ni mzazi, ikiwa ni mkwe, ikiwa ni wifi, jana nilisema, ikiwa ni shemeji, ikiwa ni mama mdogo, hana ruhusa ya kuvunja muunganiko huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata sisi pia tuchukie kuachana, sawa jamani, kama vile Mungu anavyochukia kuachana kwetu. Kipengele kinachofuata kinasema, je, itakuwaje kuhusu kufunga ndoa tena kwa wale walioachana? Je, Biblia inatuambia nini kuhusu kufunga ndoa tena? Jamani, makatazo ni mengi jamani, ila mwanadamu anazidi kuwa mkaidi. Na uzinzi umetawala mioyo ya wanadamu. Kati ya uovu mwingi katika zama hizi ni nini? Ni uzinzi. Pengine mimi nasema si uzinzi tu wa kitendo, hata uzinzi wa kifikra, uzinzi wa mawazo. Yaani fuatilia tu, mawazo mengi yamekuwa nini? Uzinzi, 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 uzinzi. Na imepelekea mpaka kwenye ndoa na kwenye familia kuonekana kitu cha kawaida. Mtoto anaweza kuzungumza mambo ya uzinzi mbele ya wazazi, na mzazi asishituke na asikemee. Na mzazi pia anazungumza mambo ya uzinzi mbele ya watoto. Jamani, tunakwenda wapi? Tunatengeneza familia gani? Tunalea familia gani? Ni bali tunatengeneza kizazi kilichokosa maadili kuanzia nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine hata makanisani kwetu tukemee uzinzi, tufundishe madhara ya uzinzi, tufundishe vile ambavyo Mungu hapendi uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni vifungu ambavyo au mistari ambayo imezoeleka sana. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 7 na huo mstari wa 10 na wa 39. Mtu mmoja atasoma hapa kwa maana tujasoma sana leo. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 39 nasema, mwanamke hufungwa maadamu mumewe yuko hai, lakini ikiwa mumewe amefariki, yuko huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwingine anaolewa katika nini? Tuseme ni katika dhambi, si ndio bwana jamani? Vile vile pia mume anaweza kuoa endapo tu baada ya yule mwingine kufariki, pia ni katika nini? Bwana. Maana ndio maagizo. Ila aliyeachika na kwenda kuoa au kuolewa tena bado wako pale pale katika nini? Lindi la dhambi. Jamani, maandiko tumeyasoma mara nyingi sana, si ndio jamani? Na pengine yasikaliliwe tu kama wimbo, yatukumbushe tunavyopaswa kuenenda na kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo kipengele cha mwisho, je, kuhusu kutengana. Je, Mungu anafurahia kutengana kwetu? Mungu hafurahishwi na kutengana.
Sasa kutengana hapa pia iko mara mbili. Kuna kule kutengana, unasikia huyu na huyu wametengana. Tunatumia neno la Kiswahili tu zuri jamani, kufungasha virago, si ndio? Na sasa hivi kufungasha virago tungepata kaka method, nisaidie ile pale mbele ya speaker. Imekuwa rahisi sana. Kwa nini? Na pengine imetumika kama fimbo, kama jambo, ndio. Kwa hiyo tunaona imekuwa rahisi sana, na pengine changamoto zikitokea na usipoondoka, inaonekana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni nini jamani? Sasa niwaulize, wanandoa wote wao wanaondoka na hivi? Kwa maana kwa uhalisia hiki ndio nini? Kirago. Kina matumizi mengi: kukalia, kulala, na pengine kutumika katika kupumzika, si ndio jamani? Tunaona kina maana nzuri kabisa, si ndio? Na pengine ukiangalia kimetengenezwa kwa ustadi mzuri, akiumizi. Ni tofauti na jamvi. Jamvi kidogo kilala kama linaacha mistari, si ndio? Lakini hiki kilivyotengenezwa na matirio yake ni laini. Sawa jamani? Kwa hiyo kirago sasa tumehamisha ni kufungasha mizigo tulionayo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Akikosana tu kidogo, ameshindwa kuvumilia, ameshindwa kuelewana, utakuta mtu amefunga mizigo, ameondoka. Ukiuliza, amefungasha virago. Jamani, kwa hiyo tunatumia hilo neno vibaya tukiwa tunapoteza maana halisi ya kirago chenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kirago chenyewe hakina madhara yoyote kwa mwanandoa, si ndio jamani? Lakini mwanandoa mwenyewe ndio ana madhara kwenye ndoa yake, na tunakisingizia kirago. Kwa hiyo Mungu anachukia kutengana. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu unakwenda kidogo na unakuwa mwisho. Tusome kipengele cha mwisho kabisa pale, alafu tuingie kwenye maswali machache. Muda wangu naona kama umekwisha, nilibaki sehemu kwa muda mrefu. Inasema hapo chini, ingawa familia yaweza kuwa na shida nyingi, kumbuka kwamba kuamua kutengana hakuleti suluhu yoyote. Kumbuka jamani, si ndio? Hakuleti suluhu yoyote. Changamoto au shida tabaki pale pale, lakini tusikate tamaa. Mungu anasema neema yangu ya kutosha. Tusome hapo Wakorintho wa pili 12:9. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9 nasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Paulo alikuwa akiongea kwa Wakorintho, lakini tunaona namna maono na mafunuo ya Paulo yalivyokuwa mazuri sana jamani, si ndio? Kwa hiyo neema ya Kristo inatutosha sote, ikiwa ni mume au mke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiache neema hii, tusicheze na kuipoteza neema hii. Tunakokimbilia jamani, hakuna vitu vitakavyotutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ila tukibaki katika maneno ya Mungu, tukibaki katika neema hii, Kristo ameahidi kabisa itatutosha. Tutafaidiana sisi kwa sisi, tutasameheana, na ile misingi muhimu yote utaona inavyofanya kazi katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukumbuke ile misingi muhimu, tukaiishi, si kuisikiliza tu jamani. Tukafanyeje? Tukaifanyie kazi, tukarekebishe. Pengine kuna dosari tayari zimekwisha tokea, zipo, basi tukatumie kwa uaminifu mkubwa, na utaona vile Mungu atakavyofanya marekebisho. Utaona vile ambavyo Mungu ataleta mwanzo mpya hata pale ulipokuwa umekata nini? Tamaa. Lakini tumeambia tusikate nini? Tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Basi
tupate michango mbalimbali, maswali kuhusiana na somo letu la leo, misingi muhimu katika ndoa. Ile ilikuwa na vipengele hivyo tulivyovipitia. Katika eneo lolote unaweza kuuliza swali. Lengo, tunajenga nyumba za nini? Za Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajenga wapi? Katika familia. Sawa jamani? Tunajenga wapi? Ni katika familia. Karibuni. Karibuni kwa maswali. Uliza swali lolote tu. Si kwamba tutatoka hapa tutaenda kukusema kwenye familia yako kwamba umeuliza swali. Hapana. Lengo ni kuelewa. Lengo ni kupata ufumbuzi. Si ndio jamani? Usione aibu. Uliza tu. Au kuna eneo fulani unaona kuna ugumu. Pengine unataka uelewe katika hilo eneo. Huo ugumu uondoke. Uliza tu. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi mimi ambacho nataka niulize ni kuhusu maeneo ama sehemu na tamaduni zake. Unaweza ukakuta uko sehemu fulani, basi ile sehemu ukakuta kuna watu washajijengea uelewa fulani. Nakutana na kundi kama la wanaume 2, 3. Sasa wanakuambia kwamba lazima mimi kawaida yangu kufika nyumbani saa 8 usiku, saa 6 usiku, ama hata ile saa 12 nafika nyumbani. Kwani nazungumza hiki kwa kuwa tumekutana ni watu toka maeneo fulani fulani. Ndio. Na katika kwa vile tumekusanyika hivi, nilitaka kuuliza tusaidiwe. Je, huko kufika saa 6 usiku, saa 7 usiku, ama hata saa 12, pengine hata kukesha huko, kunaweza kuleta madhara kwa wanandoa ama ikoje? Asante. Asante. Asante mchungaji. Na kweli wanaume wengi wana hiyo tabia, si wote, baadhi yao, na tumeona ni swala la kawaida mwanaume kuchelewa. Mimi niseme tu kweli ni kosa, kwa maana inatakiwa uwepo katika nini? Familia. Ule muda ambao haukuwepo huko katika mambo au majukumu ya kutafuta kipato, si ndio? Muda wa kutafuta kipato umemalizika, si ndio? Muda uliobakia ni wewe kuwa na mwenzi wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani muda uliobakia hapo si wa kubaki kijiweni. Kijiweni wanabaki wauni jamani. Sawa? Lakini wanarudi nyumbani. Kwa hiyo mume, muda uliobakia ni wa mke. Ndio huo muda sasa, kama tulivyosema, utamsaidia shughuli nyumbani, mtapata muda wa kuongea, utajua yaliyotokea yote nyumbani, utajua tena watoto hali wameshindaje, nani labda amechelewa kutoka shule, leo nani mbaya amepata shuleni kasoro, pengine aliyepoteza daftari, mwingine utaambiwa kesi za kalamu utaamua nyingi, si ndio jamani? Huo ndio muda ambao mume unataka utumie wapi? Nyumbani. Sasa ukirudi usiku, mke wako mtaongea naye muda gani? Unarudi saa 11 asubuhi, saa 12, saa 6. Saa 6 ni muda wa kulala jamani, si ndio? Sasa wewe muda wa mazungumzo ni upi? Pengine muda wa kuzungumza na watoto ni upi? Muda wa kufanya ibada pale nyumbani ni upi? Jamani, kama kuna Mkristo wa jinsi hiyo, apone katika hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Apone.
Kwa hiyo baada ya majukumu ya kawaida ya kila siku kuisha, muda uliobaki jamani ni wa kurudi nyumbani. Watoto wakakufurahie baba, watoto wakaongea na wewe, ukajua hata changamoto zao, si ndio jamani? Kwa maana unapokosa muda wa kuwasikiliza, wa kuongea nao, huna muda mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa unakuwa unaiharifu nini? Ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuondoe mfumo, tunaita mfumo dume, sijui mfumo waje, kwamba ukichelewa kurudi nyumbani huo ndo wanaume. Si kweli, si kweli. Ukiona wa jinsi hiyo ni kwamba anakwepa majukumu, anakwepa uongozi wa nini, wa familia yake, anakwepa. Akutwa amelala au anafika tu kidogo anawahi kuamka tena. Ni mtu anayekwepa wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mume wa jinsi hiyo, kama jamani yuko hapa, asikie. Bwana Yesu asifiwe. Abadilike, si kusikia tu, na abadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo mchungaji iko hivyo, na hii pia haileti tamaduni fulani. Pengine nitoe kisa kimoja. Kule kwetu kuna kabila fulani jamani, si zuri sana. Kwa tabia hii ndio sio zuri. Ila yenyewe ni zuri, ila kwa tabia hii nataka kuieleza si zuri. Kule kwetu jamii ya kabila yote ya Kikurya, baba mwanamke akipigwa ndo anaongeza upendo kwa mume wake. Na kupigwa si makofi mawili hivi au fimbo mbili, anapigwa aswa nusu ya kufa au robo tatu ya nini, ya kufa. Kuna wanawake kule wamepata ulemavu, kuna wengine hata miguu hawana, kuna wengine hata vidole hawana, kuna wengine meno hawana, wengine hata jicho moja hana, mwingine ana ngeo kama jambazi. Huyo ni mke, na akipigwa hivyo anaridhika kwamba mume wake anampenda. Lakini leo ukimgusa mwanamke akiangaza, tamaduni mbili tofauti, si ndio? Lakini je, Mungu amesema tupige ndio tulete upendo? Kwa tamaduni zisiingilie ndoa. Ndoa ijengwe katika misingi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiingize tamaduni zetu katika nini? Ndoa. Na mwanamke asipopigwa ataleta visababishi mpaka apigwe. Usipompiga kwa muda mrefu atagoma hata kupika. Ili ukasirike ufanyaje? Umpige. Na ukimpiga yeye anaongeza upendo. Jamani, ni hatari. Naomba sisi tusio wa namna hiyo, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Swali moja la mwisho, ndio tumekwisha. Swali moja la mwisho. Mwenye swali? Basi kwa kimya hiki au pengine tutauliza baadaye tena, si ndio jamani? Amina, si shida sana. Pengine tukiwa nje uliza, tuna walimu wengi wanaweza kutushirikisha mambo mbalimbali, kwa tusione ajabu kuuliza hata tukiwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimefikia mwisho kwa somo letu la kwanza kwa siku ya leo, lakini ni somo la pili kwenye kitabu chetu cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Misingi muhimu katika nini? Ndoa.